Kwa majina naitwa Rosemary Choma, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la ADOT ambalo kirefu chake ni Andros Disability Organization Tanzania, ambalo limesajiliwa kufanya kazi Tanzania nzima kwa lengo la kubadilisha maisha ya watu hususan wenye ulemavu. Leo siko vizuri sana, kama mnavyoona nimeweza kuvaa vitu vya kujizuia baridi na mafua, najisikia homa, lakini nikasema pamoja na hayo nichukue fursa hii sasa kuambia wanajamii kwamba nimeweza kupata fursa ya kukutana na wanufaika wa shirika la ADOT katika siku muhimu kama hii ya wafanyakazi duniani. Nikaona bora nikutane nao, niwatafutie wadau ambao watakaowapa elimu elekezi katika masuala ya biashara na ujasiriamali ili waweze kuwa chachu katika jamii zao, kwa maana kwamba waweze kufanya kazi. Katika siku hii ya leo ambayo ilikuwa ni siku nzuri sana, wanufaika wa shirika la ADOT waliweza kuelekezwa katika mambo muhimu ya kuzingatia katika biashara na ujasiriamali. Na tunaweza kuona jinsi ambavyo watu wenyewe wamejieleza kwamba kuna vitu ambavyo walikuwa wanavikosea. Sisi kama shirika tunajivunia kuona kwamba siku kama hii ambayo ya wafanyakazi duniani tumekuwa chachu kwa kuita watu wenye ulemavu na kuwaongezea mbinu na maarifa na elimu ambayo kwa mujibu wa maelezo ya leo kwamba hiyo pia ni sehemu ya mtaji. Kwa nini tumeweza kufanya hiki kitu? Kwa sababu tunatambua katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya vitu vingi ambavyo vimeelezewa ni haki ya kufanya kazi. Sasa katika haki ya kufanya kazi, watu wenye ulemavu mara nyingi wanapata changamoto katika jinsi gani wafanye kazi, kwa sababu mazingira yao mara nyingi yanakuwa ni changamoto, lakini pia elimu inakuwa ni shida. Sasa watu wenye ulemavu wengi tunaona katika tafiti, naona watu wengi wanapenda kuomba, lakini pia hata wale ambao hawapendi kuomba wanapata vikwazo vya kupata mitaji. Lakini sisi kama shirika tukasema hapana, ngoja tuwaite katika siku hii mahususi ya wafanyakazi duniani, tukae nao kwa mujibu wa wataalamu wapate kupata miongozo mbalimbali. Kwa hiyo ni furaha kwetu sisi kwamba tumeweza kuchangia maendeleo endelevu kwa watu wenye ulemavu, lakini pia watu ambao hawana ulemavu Tanzania. Kuna mtazamo hasi katika jamii yetu ambayo inamwangalia mtu mwenye ulemavu kama mtu ambaye hawezi, anahitaji kubebwa, anahitaji kuwakilishwa, hawezi kufanya vitu mwenyewe. Lakini pia kwa upande mwingine watu wenyewe wenye ulemavu wengine wanadhani kwamba kushakuwa na hali ya ulemavu basi ni kujibweteka. Kuna dhana nzima ya utegemezi kwa watu wenye ulemavu. Sasa sisi kama shirika tumesema katikati kwamba kuwaambia watu wenye ulemavu wenyewe kwamba wasijibweteke, wajue kwamba kuwa na ulemavu ni kitu kimoja, lakini kupambana na hali ya ulemavu katika muktadha wa kiuchumi kupitia fursa mbalimbali za kiuchumi ni jukumu la kila mtu mwenye ulemavu. Lakini pia kuiambia jamii sasa ambao tunaamini kwamba kama Tanzania yetu ina fursa mbalimbali ambazo zipo, lakini sasa kupitia sisi kama shirika tunaikumbusha jamii kwamba hawa watu wenye ulemavu wanahitaji tu kuwezeshwa tu kidogo. Kwa zile fursa zilizopo wakipewa elimu elekezi kama hii wanaweza kufanya vizuri. Na tumeona hapa leo mifano midogo ya watu ambao waliwezesha kidogo kupitia shirika, lakini wamefanya vitu vizuri na wanatamani kufanya vitu vizuri. Kwa lengo ni kwamba tutaka kuoanisha sasa siku hii siku hii ya wafanyakazi duniani na kuona kwamba jinsi gani kama katiba yetu inataka kila mtu afanye kazi, sisi tunaongeza chachu kwamba wafanyeje kazi, tunawapa elimu elekezi, lakini jamii ifanyeje, iwawezeshe kupitia ile mifumo ambayo ipo. Kwa kifupi ndivyo tukaona kwamba kuna umuhimu leo hii katika siku mahususi sisi pia tuweze kutoa neno letu kama shirika kwa ajili ya watu wetu. Sawa. ADOT mnashughulika na watu wenye ulemavu. Kuna taasisi nyingi ambazo tunaziona zinafanya hiyo shughuli. ADOT wapo tu kwa ajili ya watu wenye ulemavu au wanashughulika pia na wazazi ambao wana watoto walemavu au watu ambao wanasimamia ni walemavu? Hii iko sawa, sababu kila mtu labda anaamini akija ADOT inabidi awe mlemavu. Je, ADOT inadili tu na watu wenye ulemavu au hata kama una ulemavu lakini ukitaka kuwa mwanafamilia wa ADOT kwa ajili ya kupata elimu jinsi ya kukaa na watu wenye ulemavu, jinsi ya kuwa muungwana au jinsi ya kuishi na watu wenye ulemavu kama wewe ni mzazi ambaye una mtu au mjukuu ambaye ana changamoto ya ulemavu? Asante sana kwa swali zuri lenye kuelekeza. Ni kwamba kama shirika eneo letu mahususi ni kubadilisha maisha ya watu wenye ulemavu. Huo ndio msingi wetu. Lakini tunatambua kwamba
hatuwezi kufikia malengo haya kama watu wenye ulemavu watabaki kuwa peke yao. Kwa hiyo tunatambua umuhimu wa kuwajumuisha kwanza watu mbalimbali wenye ulemavu tofauti, lakini pia kuwajumuisha watu ambao hawana ulemavu, kwa maana kwamba tunatambua umuhimu wa watu wasio na ulemavu katika maendeleo endelevu kwa watu wenye ulemavu. Lakini pia tunatambua kuna wale ambao wazazi ambao wao wana watoto wenye ulemavu. Hapa nazungumzia ulemavu ambao unawafanya wazazi wale washindwe kufanya shughuli za kiuchumi. Kwa hivyo sisi kama shirika, sababu tunawajumuisha watu wote, tunakaa nao, na hata leo kwenye elimu ya leo tumewaita, kwa maana kwamba tunatambua wapo na tumeshawajumuisha toka mwanzo. Sasa katika elimu hii ya leo, katika siku ya wafanyakazi duniani, tunaendelea kuwajumuisha. Kwa kujibu swali lako ni kwamba adult haimbagui mtu. Hatubagui jinsia, hatubagui dini, hatubagui aina ya ulemavu, hatubagui watu ambao hawana ulemavu. Sababu jamii yetu inakamilika kunapokuwa na mambo haya yote. Na hiyo ndio upekee wetu tofauti na mashirika mengine. Unaposikia CHAWATA unapata picha kwamba kule ni chama cha watu wenye ulemavu wa viungo. Ukisikia CHAVITA ni shirika ambalo watu wenye ulemavu wa viziwi, albino na kadha. Sisi tunajumuisha aina zote za ulemavu, lakini pia tunawachukua watu ambao hawana ulemavu, lakini pia tunachukua wazazi ambao wana watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo tuna jinsi ambavyo tumesheheni katika muktadha huo. Kwa lengo letu nini? Kwamba hatuwezi kufika kule mbele kama tutawaacha wengine, na tunatambua kwamba ikifika mwaka 2030 kwa mujibu wa taratibu za kitaifa na za kimataifa kwamba tunapaswa tusimwache mtu nyuma. Kwa sisi kama shirika tumesimamia hiyo kwa dhana iliyokamilika. Tunamshukuru Mungu kwamba tunaona mafanikio mengi kwa watu wetu. Eneo la kwanza ambalo adult imesimamia ni kutoa elimu. Na toka tumeanza mwaka 2022, mradi wetu wa kwanza ulikuwa ni mradi wa kutoa elimu jumuishi kwa watu wenye ulemavu na viongozi wa serikali za mitaa. Katika mradi ule walengwa wa moja kwa moja walikuwa 405 na walengwa ambao sio wa moja kwa moja ni kama 4500. Unaweza kuona ndugu mtangazaji, hiyo ni idadi kubwa sana ya watu. Na katika hapo kuna mchanganyiko pia watu ambao wana ulemavu wa viungo, ulemavu wa albino, ulemavu wa kiziwi. Na sisi toka mwanzo tunafanya vitu vyetu kwa kuwajumuisha watu wote. Kwa hiyo tumewajumuisha viongozi wa vyama mbalimbali, SHIVYAWATA, CHAWATA, CHAVITA, tumekuwa nao. Kwa hiyo kujibu swali kwamba tunaona tumefikia wapi, tunaona tumefika mbali sana, sababu tukiangalia tulipoanzia kikao chetu cha kwanza tuliona kwamba watu walikuwa na mashaka sana. Na hapo nasema kwamba watu wengi wanapita hapa wanachukua taarifa zetu, lakini hatuoni matokeo ya ile miradi. Kwa sisi kama tumefanya kinyume na wale ambao wanatarajia kwamba tumewafikia na tumefanya miradi, na wenyewe wamekuwa ni sehemu ya mafanikio kwa namna mbalimbali na wamekuwa wakitoa shuhuda mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunajivunia, ni wengi. Kwa idadi ya haraka ni kama 600 mpaka sasa, lakini kwa wale ambao sio moja kwa moja ni kama 6000. Na hii ni kwa kipindi kifupi tu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tumejitahidi, sababu mtu akipata elimu ndio inamkomboa mtu. Kwa hiyo kuna zile fikra kwamba mtu mwenye ulemavu anataka kuombaomba tu. Sisi tunamwambia hapana, kwa sababu tunawaambia kwamba lazima ufanye kitu. Na tuna misemo mbalimbali ambayo tumekuwa tukisimamia. Kwa mfano, utakuwa ulisikia pale kwenye hiyo seminar walikuwa wanasema kwamba tusipofanya hawataona, hawatajua kama tunaweza, hawatatuthamini. Na hiyo ni slogan ambayo mimi nilifikiria, nikawafikirisha kwamba lazima ufanye kitu ili watu waweze kuona. Usikae tu sema mimi siwezi. Kuna ulemavu ambao unaupata unakuwa wa kutokutembea, lakini akili inafanya kazi, macho yanafanya kazi, mdomo unafanya kazi. Kwa hiyo tunawahimiza kwamba watumie vile vitu ambavyo havijapata shida ya ulemavu, viwaongezee kipato na heshima. Sababu tunatamani jamii watu wenye ulemavu wawe na kipato, waweze kuwa na heshima, waweze kujihudumia vitu vyao vya visaidizi ambavyo kimsingi viko bei ghali sana. Watu ambao hawawezi kabisa kufanya kitu chochote, kwanza tunatambua hata mbele ya Mungu yule mtu ana haki zingine. Mithali alizaliwa kama ambavyo tunavyoeleza kwamba kuna haki ya kuzaliwa, yule mtu lazima aishi. Ni tofauti sana baadhi ya mila, mtu akizaliwa katika hali kama hiyo wanawaua au wanawatenga. Sasa sisi utofauti wetu ni kwamba ndio nimekutolea mfano kwamba tunaadili na wale wazazi au walezi ambao wanakuwepo nao. Tunaamini kwamba tukiwapa elimu au tukiwawezesha kidogo wale wazazi au walezi, wale sasa ndio watakuwa msaada wa wale.
Kwa sababu na ndio maana tunatamani sasa tuende mbali zaidi, tuseme kwamba tufike sehemu tuishauri hata serikali. Ndio na kila mara naongea hili swala, unaona kama nalirudia, lakini ile 2% ambayo ipo katika halmashauri, ile ikitengenezewa miundombinu mizuri, hata hao ambao hawajiwezi wataingizwa katika mfumo, kwa sababu ni kweli wana ulemavu lakini hawawezi kuzalisha, lakini wanaweza kutenga kama kuna sehemu ya utawala, pamoja na kuwafikia watu wenye ulemavu, na hawa pia wanahitaji msaada wa kuendelea kuishi, lazima wale, lazima wavae, lazima wapendeze. Kwa hiyo sisi kama shirika tunachokifanya, hatua ya kwanza ni kuwajumuisha walezi wao watoto au wao watu. Na ndio maana hapa tumeona, umesikia kuna baadhi ya wazazi hapa walikuwa na watoto wenye hali kama hizo, lakini sisi tumewachukua mahususi na kumwezesha mtu mwenye ulemavu kwa kupitia zile 2% za halmashauri. Kwa kweli hicho ni kitendo cha kiungwana. Ina maana kwamba wameweza kutambua umuhimu wa watu wenye ulemavu katika eneo la uzalishaji. Sababu ukimwezesha 2% mtu mwenye ulemavu, anachoenda kukifanya ni kuzalisha ili aweze kujisaidia mwenyewe, lakini pia anaenda kuongeza pato la nchi. Tunafahamu kwamba mtu mmoja mmoja akifanya vizuri katika eneo lake la kiuchumi, mwisho wa siku anaenda kupata faida ni serikali. Kwa kwanza hizo ni shukrani zangu na pongezi nyingi kwa serikali. Sasa pamoja na pongezi hizo, kwa kipindi hiki ambacho nimeona hii mikopo ya 2% imekuwa ikitolewa, kuna kitu ambacho naona kama kinahitaji ushauri. Sababu sisi kazi yetu ni kushauri kwamba watu wenye ulemavu kwanza wao wanatofautiana mahitaji, lakini pia wanatofautiana aina ya ulemavu. Kwa maana hiyo pia wanatofautiana aina ya changamoto. Ninatambua pia jitihada za serikali za kuhakikisha kwamba sasa mikopo ya 2% iondokane kwenye kikundi kuja kwa mtu mmoja mmoja. Hizo ni jitihada nzuri. Lakini ninachokiona ni kwamba sina hakika kwamba ingawa inatolewa inawafikia watu wenye ulemavu. Kwa hiyo ili kuwafikia, nimewaza kushauri yafuatayo. Kwa kuwa serikali ina takwimu mbalimbali, na kwa kuwa tuna takwimu hii ambayo ilikuwa imefanyika kisayansi kabisa ya mwaka 2022, sio muda mrefu, sasa hivi 2025. Kwa hiyo sensa ya makazi na watu ingetusaidia sasa kujua watu wenye ulemavu wako wapi, wana majukumu gani, wana viwango gani vya elimu, ili kwamba sasa badala sasa watu wenye ulemavu kuitafuta serikali ndio iwatafute watu wenye ulemavu.